niunganishe hapo utambulisho wa Simba wa Yuda Mwina Seif Karibura, katibu wa zamani wa Simba na mjumbe wa bodi ya ukurugenzi Simba mstaafu. Mzee Kisiwa, tunaweza kuendelea. Simba, kwa wale ambao hawakupata makabrasha ni wachache sana. Makadirio tunayotengeneza tumeexceed watu walioingia. Kwa hiyo ofisi kwa uwezo uliokuwa nao unafanya utaratibu wa kuwapatia baada ya mkutano. Tunatayarisha zingine ili na wao wapatiwe. Lakini kwa wingi wetu tulikuwa hapa, mimi naomba mwenyekiti tuendelee kuthibitisha ajenda wakati swala la wale ambao makabrasha chache hawajapata linaendelea. Mwenyekiti, msaada. Tuendelee, lakini inaonekana kuna wengine wamechukua zaidi ya moja. Kwa kama wazo mbili mpe mtu atumie, alafu baadaye ukatoa nyingine ya ziada. Tuthibitishe ajenda. Nadhani hakuna hoja, tuendelee na Chairman anayopata ni kusoma na kuthibitisha kumbukumbu muktasari wa mkutano uliopita ambao katika hivyo vitabu utakuwa umeandikwa na naamini watu wameshasoma. Itakayobaki ni kuthibitisha. Kwa kuwa una vitabu ni vema ukasema iko kwenye ukurasa gani ili usimpe mtu shida tena ya kupekua. Pamoja na kile kitabu kuna jedwali limeandikwa Simba Sports Club ajenda za mkutano mkuu. Lile lina ajenda pamoja na muktasari wa mkutano uliopita. Chairman, naamini watu walishasoma na kwa ridhaa yako waulize kama wamewafiki, tuthibitishe na tutie saini. Umeafikiwa? Mkeshaweji. Simba, nimezipitia ajenda, nimeziangalia kwa umakini, nimeuangalia mkutano na uzito wake. Ninaomba kwa idhini yako mwenyekiti na wanachama wako, kwa jinsi zilivyo hizi agenda, hii agenda ya kujadili mapendekezo ya marekebisho naiomba iwe ya kwanza, kwa sababu za msingi. Ni moja ambayo inatumia akili sana, itatumia muda mrefu. Naomba hizi nyingine zije baada ya hii, kwa heshima yako, heshima ya kikao, na kwa kuzingatia kwamba tunalotaka kulifanya ni kujenga Simba na sio kuibomoa. Kwa hiyo kuijenga Simba ni kuweka katiba vizuri na kuifanya ifanye kazi vizuri. Asante mheshimiwa mwenyekiti. Asante sana. Tuko kwenye agenda inayoonyesha kwamba tunathibitisha yatokanayo na mkutano mkuu uliopita, na sababu ya msingi kukupa nafasi kusema, labda umesahau, kwenye mkutano mkuu uliopita uliwasilisha hoja ya kufanyika kwa marekebisho kwenye katiba ya baraza la wadhamini. Nilitegemea kwamba kwa kuwa hoja hiyo imechukuliwa na imewasilishwa hapa, basi japo ungepongeza bodi kwa kufanya kazi nzuri ya kupitisha hiyo ajenda. Kwa hiyo kwa nafasi hii naomba niujulishe mkutano kuwa tumepitia mapendekezo yaliyowasilishwa
na wanachama, na tumeiunda upya katiba yetu ya baraza la wadhamini, na nadhani kwenye makabrasha mnayo imeandikwa Deed of Trust. Ndio katiba ya baraza la wadhamini. Kwa hiyo ndio hoja ambayo ilikuwa haijafanywa kazi na kuwasilishwa kwenye mkutano huu. Kwa hiyo naomba niwasilishe kwenu, na tukiridhia basi moja kwa moja iende ikasajiliwe ili iweze kufanya kazi yake. Tunathibitisha jamani? Ndio Haya, Deed of Trust imepitishwa, asanteni sana. Tuendelee na hoja inayofuata. Muktasari umethibitishwa. Asante sana. Haya, twende kwenye hoja inayofuata yatokanayo kupokea taarifa ya utendaji wa bodi ya wakurugenzi. Tuendelee. Mwenyekiti, ningeomba tufanye yatokanayo na muktasari. Yatokanayo yote yamepitishwa mzee. Basi tuendelee.